Yes, tumerejea na bado PMBet tuko nao, na fahamu tu ya kwamba Rewin ya PMBet, Rewin Plus ya PMBet, ambapo huku sasa ni kwenye michezo ya kasino, inakufanya ujishindie Toyota Harrier pamoja na pesa taslim. Zawadi hizi zinatoka kila siku, ni aidha itoke shilingi milioni 3 ambayo itagawanywa kwa watu 25, ama itoke Toyota Harrier ambayo itaenda kwa mtu huyu mmoja. Kwa hiyo akili kumkichwa. Cheza kwa mara nyingi zaidi kuanzia shilingi 500 kwenye mchezo wote ule wa kasino. Ukifanya hivyo, nafasi nyingine zote unaachia system ya PMBet yenyewe ichague nani ambaye anastahili kushinda kwa siku hiyo. Fahamu kuna wapo ambao wameshinda kwa shilingi 500 tu na akashinda gari. Kuna mtu ambaye alishinda kwa shilingi 5,000 akashinda pesa. Kuna mtu alishinda kwa shilingi 10,000, kuna mtu alishinda kwa shilingi 100,000 mpaka 200,000 na kuendelea. Kwa maana hiyo, bahati yako ni bahati yako tu. Cheza kwa wengi zaidi ili ujeke kwenye nafasi nzuri ya kushinda zawadi hizi kutoka PMBet. Bwana, nilisema tukirejea tunaanzia kwa Bajabere. Bajabere. Sasa Ahmed Ali ambaye ni afisa habari, meneja wa mawasiliano wa timu ya huyo sio afisa habari. Huyo ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano. Sawa. Afisa habari ni mtu kama Ashimwibwe. Okay. Kwa sababu Ashimwibwe bosi wake ni Thabiti Zakaria Chumwi kwenye mabano Zaka za kazi. Kwa Ahmed Ali ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba. Ali Kamwe ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Yanga. Zaka za kazi ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Azam. Ndugu yangu Ibwe ndo afisa habari. Tumeweka sawa. Yaani hapo unachomaanisha hapo ni kama umemfanyia hivi Ibwe. Huo ndo ukweli. Haya sawa. Umemsagia kunguni mwanao. Hajasagiwa kunguni. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Azam FC. Kulikuwa kuna haja. Yaani unajua Ray, unajua ni kitu muhimu sana. Kulikuwa kuna haja. Ray, haja ilikuwepo. Sio kama sisi hatufahamu. Lakini ni ile namna mkenge alivyoiwasilisha. Ndio nisikilize. Ndio kama hakuna kitu muhimu justa kwenye kazi yetu ya waandishi wa habari. Jina la mtu na cheo chake. Sawa. Ibwe ndo afisa habari. Sawa. Alafu unafanya hivi afisa habari. Ibwe na basi. Basi tuishie hapo. Jamani bwana basi, lete vitu. Tuishie hapo. Sasa nikimnukuu Ahmed Ali amesema wamemsajili mchezaji akiwa na majeraha, na hata alipojiunga nao madaktari wao waliamua asitumike hadi apone vizuri, ndio maana hawajamuona uwanjani. Lakini kwa sasa yupo tayari na kikosi cha kocha Dimitar Pantev. Mchezaji alisajiliwa akiwa na majeraha. Sasa hapo unajiuliza, majeraha haya yamefahamika kabla ya kumwaga wino au baada ya kumwaga wino ndo mchezaji ameingia kwenye kikosi? Lakini ikoje mkenge? Mimi nafikiri majeraha alifahamika kwa sababu kama tunakumbuka, Bajabel ni miongoni mwa wachezaji wa timu ya taifa ya Kenya na ambaye watu wengi walitarajia kumuona katika mashindano ya Chani ambayo kwa pamoja tuliandaa sisi Tanzania, Kenya na wenzetu Uganda. Lakini ofa ya Simba tayari ikawa imekuja, unajua. Na mechi 5 za mwisho za ligi ya Kenya akiwa na timu yake ya Polisi hakutumika. Akategemea labda kwa muda huo atalikava kwa ajili ya mashindano ya hiyo Chani, lakini haikuwa hivyo. Masiku yanakwenda, tayari imekuja ofa ya Simba. Akaona akienda akipata hiyo call up national team, akienda anaweza kwenda kujitonesha, basi akachagua kwenda kujiunga Simba. Simba ameenda isivyo bahati katika uwanja wa mazoezi walivyokuwa nchini Misri. Kaenda, yani alishaanza kupona, lakini ameenda kujitonesha. Ndicho ambacho tunakiona leo. Lakini sasa unaweza kwa mchezaji wa pili au watatu wa Simba ambaye amesajiliwa, lakini ni kama vile na majeraha, kwa sababu mtu mwingine anaweza kuwa ni yule Alassane Kante. Tazama mechi ambazo amecheza tangu amejiunga na Simba, lakini bado tunaambiwa hayuko fiti. Sasa kuna muda unajua inachanganya kidogo. Yaani ninavyofahamu mimi, natakiwa msajili mchezaji ambaye tayari yani yuko anatakiwa aje ingie katika kikosi, maisha yaendelee. Sasa kama mnamsajili mchezaji tena ambaye anakuja klabuni na magongo, inakuwa so sawa. Lakini Ahmed Ali ameelezea kwamba mchezaji amelikava,
tuamini mechi inayofuata ya Simba tutamuona. Inaweza ikawa Iswatini kwenye mechi ya mkondo wa kwanza, ama inaweza ikawa hapa katika mechi ya mkondo wa pili, ama inawezekana tukamuona katika mchezo wa ligi kuu. Okay. Leo kuna muda ulisikitika uliposikia mchezaji amesajiliwa akiwa na majeruhi. Ni taarifa ambayo binafsi imenisikitisha na imenishtua, kwa sababu huwa naamini ukichukua riski ya mchezaji kumsajili akiwa majeruhi, ina maana anatakiwa huyo mchezaji awe ni exception. Yaani kuna mchezaji ambaye wewe ukiletewa ofa kwamba anatakiwa umsajili, ni ngumu kumkataa kutokana na ile talent ambayo yuko nayo, ule uwezo ambao unasema huu ubora wake, niacha nichukue riski ya kusajili ingawa yuko majeruhi. Swali linakuja, je, Bajabel ni aina hiyo ya mchezaji? Kwamba Simba alikuwa wakimkosa hawezi kupata mtu mwingine kama yeye? Nikuulize wewe hilo swali, ni aina hiyo ya mchezaji? Binafsi kwa nilivyomuona, he's a good player lakini sio exceptional player. Okay. Kwamba alikuwa anaweza kaenda na option nyingine tofauti. Yaani alikuwa anaenda na option nyingine tofauti, na case study Simba anayo. Au Bin Klamo. Yes. Case study ya Simba hivyo hivyo. Ametoka huko Aseka na upiga kweli kweli, anakuja hapa yuko majeraha. Ana majeruhi. Anapona kidogo, anafanya, anatonesha, lakini tumekumbuka story yake ilivyoisha. Hakupata ule wasaa kuitumikia baji ya Simba kama ambavyo yeye alitamani. Sasa kama tumefanya ile mistake hata misimu mitatu sidhani kama imeisha, kwa nini tunakubali kufanya tena ile mistake tena? Inawezekana akaja katiku ikawa well and good, lakini ilikuwa ni worth the risk. Kwamba tukimkosa jamani Bajabel, sisi hii Afrika hakuna mchezaji kama yeye. Na kitu ambacho kinakuja in question mark. Lakini pia nafikiri wanatakiwa kuwa makini sana na hivi vitu ambavyo vifanya, kwa sababu itakuja ta backfire hapa. Afu hii timu mpya ambayo imehusika, ambayo imesema ni timu mpya ambayo imehusika kufanya usajili, watu wakaanza kuitia dosari mapema iwezekanavyo. Sababu kwenye usajili wako tu wa kwanza unakuja kuniambia umemsajili mtu ambaye yuko majeruhi. What if haja click? Yaani hii ni kama interview wale watu ambao wamefanya usajili kwa dirisha hili hapa, kwamba kwenye interview yenu mmetuletea Bin Klamo mpya. Kwa nafikiri klabu ya Simba inatakiwa kuwa very systematic na kuwa na wanachakatua vitu kwa upeo mkubwa sana kabla ya kufanya maamuzi, kwa sababu kuna maamuzi yanafikirisha ambao mimi binafsi Raymond Elias kutoka huko Mbeya naamini yale maamuzi ya kuwa sahihi. Sasa sijajua wale ambao wana upeo mkubwa na amekaa pale walitumia vigezo gani, which kila mtu ana ground yake ya kufikiria. Lakini wao walitumia vigezo gani kuona Bajabel alistahili? Sawa, lakini kwa kuongezea, sahihi ama sio sahihi tutaenda kuipima tukishamwona mzaji mwenyewe, kwa sababu tunaweza bwana huyu amekuja lakini akaja akawasha moto ambao nasema no bwana wao, lakini kaja pale kapiga vishuti vyake viwili, ndio huyu bwana kuwasumbua watu. Kwa usahihi wa hiki kizungumza leo inategemea na mchezaji anaenda kuonyesha kitu gani. Kama mchezaji ataenda ata perform, mimi naamini hata huyo msajili anasema alhamdulillah. Lakini kama mchezaji anaenda pale, in short tuseme sasa hivi aliyemsajili Bajabel dua nyingi. Yaani ndio kichobaki. Kwa sababu nyingi. Yes, muda mwingine watu kwa sababu labda anaweza maneno kwa anakaa anazungumza wewe hayakufikii, lakini mwana wa Bajabel huyo. Sina sijui za kinafiki zile. Sawa. Kwa muda ndio utakao kuja kutupa majibu. Sawa. Tukiambia kwenye upande wa Young Africans sasa, Ahmed Ally ambaye ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Young Africans. Simba tena. Sio Ahmed Ally. Au nimesikia vibaya? Umemtaja nani? Ali. Amesema Ahmed Ally. Basi nachotama tena. Lakini huyu ni Ally Kamwe. Hujasema Ally Kamwe? Basi sawa, basi kaka ni Ally Kamwe. Ally Kamwe amesema ya kwamba kocha lazima aelezwe kuwa kelele anazozisikia hazitoki kwa watu wasiojulikana, ni kelele za wanachama na mashabiki ambao wanaijua Yanga yao inavyocheza. Sasa hili akizungumzia sakata la kocha Romain Folz na kile ambacho mashabiki wanahitaji kukiona ndani ya kikosi na kutoka kwa kocha huyu, nini ambacho anatakiwa afanye. Sasa kuhusiana na sakata hili hapa hili la kocha kutajwa kuondoka, tunafahamu mara nyingi sana kocha mkuu anapoondoka huwa pengine huwa inatokea anaondoka
na benchi lake lote, nikimaanisha labda na kocha wa viungo ambaye labda alikuwa aliingia naye wakati anajiunga. Sasa hivi sasa kuna mkanganyiko ambao unaonekana umetokea ndani ya Young Africans. Inasemekana ya kwamba uongozi wa Young Africans unaridhishwa na huduma ambayo anatoa kocha wa viungo. Wanaridhishwa na fitness ambayo wanaiona kwa wachezaji. Kwa maana hiyo walipendezwa zaidi anapoondoka Romain Folz, kocha wa viungo asalie, alafu kocha Roro yule wa Madagascar anapoingia anakuja yeye kama yeye. Lakini tunafahamu na kocha akuu anataka mimi nikija nakuja na kocha wangu wa viungo, ndicho ambacho kimetokea. Kocha Madagascar inasemekana pia na yeye pia anahitaji kiingia aingie na timu yake nzima, ndio makocha kileo ya kufanya kazi ili aweze kufanya kazi kwa uzuri. Sasa huu mkanganyiko hapa ambao upo ndani ya Young Africans, inasemekana kwenye mkanganyiko huu nani anaweza kufaidika zaidi, au kipi kitakuwa sahihi kwa Young Africans kufanya? Ray, nafikiri kwanza ukianzia kwenye kauli ambayo amezungumza Ali Shaban Kamwe kuhusiana na kocha kutakiwa kusikiliza zile kelele ambazo zinapigwa na mashabiki. Of course anamkumbusha kwamba mabosi zetu ndo wanaongea, sababu klabu ya Young Africans regardless ya kuwa sijui engineer, rais wa klabu, sijui nani, lakini mabosi ama wamiliki wa timu wenye hisa kubwa ni wanachama. Of course wana style yao na kitu ambacho wanakihitaji na wanakitaka, na ndio maana wanamkumbusha mwalimu. Lakini kwa kumkumbusha mwalimu nao wanatakiwa wafanye tathmini ya kiufundi. Of course mashabiki sio wote ambao wana tathmini ya kiufundi, kuna mtu anataka tu matokeo ya papo kwa papo, lakini tathmini ya kiufundi inatakiwa ifanyike kabla ya kuanza kupiga kelele. Lakini tukija kwenye issue ya kocha Roro kutoka Madagascar ambaye alifanya vizuri sana kwenye michuano ya CHAN, nafikiri dunia sasa ipo hivyo Justa. Mwalimu akija anataka kuja na watu wake wote ambao anaamini yeye ndio jeshi lake ambao itakuja kumsaidia yeye kufanya kazi kwa ubora. Na hii huwa inasaidia pale ambapo mmempa kila zana akashindwa kufanya kile ambacho mlikuwa mmekitarajia, anakosa excuse. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inaweza ikawa compromise, lakini kama mwalimu atashikilia msimamo wake kwamba jamani, bila mimi, bila fulani sitoboi, na kama mnanihitaji natakiwa niwe na huyu, unatakiwa wampe, ili isije siku Yanga imepoteza mechi anakwambia mimi kocha wenu alinizingua. Lakini pia huwa wanafanya hivyo kutoa ile mizizi ambayo iliachwa, sababu wanaamini inawezekana, kwani aliyemleta huyu kocha viungo Yanga nani? Si Folz. Wanaamini huyu bado atakuwa ni mtu wa Folz, inawezekana akaja kupigisha shot, tunajuana Afrika hii. Sendikaze sasa hivi kocha wa Kaizer. Aliletwa na nani? Nabi yuko wapi? Mtani. Umeona hiyo? Kwa nafikiri huwa wanakuwa makini regardless kwamba anamhitaji kutokana na ufundi ambaye yeye anaamini huyo kocha wake wa fitness nayo, lakini pia kuepusha ile zile kwamba shoti imetokea wapi, ndio maana anang'ang'ania na msimamo huo. Kwa nafikiri ni wanatakiwa kukubaliana, kwa sababu ni makubaliano. Sasa hapo kwenye kukubaliana hapo nani akubali? Ya mwenye shida ni Young Africans. Kuna kauli inasema mwenye shida amfuate mganga. Young Africans ana shida ya kocha. Kocha kama amesimamia msimamo wake kwamba mimi namtaka fulani na fulani ili niwe head coach ama niwe manager wa timu, nahitaji hichi na hichi na hichi, mtimizieni. Lakini wakiamini kwamba sisi tunakuhitaji lakini hatuko desperate kiasi hicho kwamba tukamuondoa mtu ambaye tunaamini ni sahihi kwetu, basi waendelee kufanya kazi na watu wengine. Lakini kama kweli wanamhitaji na wanaamini yeye ndo mtu sahihi, nafikiri kama watashindwa kuelewana kwamba yeye anatakiwa kubaki huko cha viungo, basi wakubaliane na anachokihitaji Roro. Okay. Mkenge, mimi namuunga mkono Roro kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyotajwa vilivyosababisha Mourinho apoteze direction ni wasaidizi wake kupalanganyika. Rui Fara akiwa mmoja wao. Yes. Mourinho wakati anaanza alikuwa na kundi kubwa la staff ambao wako nyuma yake. Amtaja hapo ni Rui Fara. Yes, Kileno Rui Fara. Lakini inavyoandikwa Rui Faria. Rui Fara, Envilas Boazi, Steve Holland, kuna kocha alikoga Liverpool yule. Kuna msimu Liverpool kukosa ubingwa mwishoni kabisa. Brendan Rodgers. Mourinho alikuwa na timu ya watu chini ya 7 nyuma yake.
ambao yeye alikuwa anasimama kama manager wa timu, alafu hawa wengine ndio wanaofanya kazi za kila siku. Na hii imekuwa ikitembea sana sasa hivi, kwa sababu hata Guardiola kabla hajaja Man City kuna mtu anaitwa Tixi Shiki wakati yana za Bayern Munich alimtanguliza Manchester City. Ilikuwa ni project, naenda fanya hiki na hiki na hiki na hiki, mimi nitakuja baada ya miaka 3 ama 4, na tumeona baada ya imekuja kwa hivyo. Kwa mimi leo hii mwalimu akiniambia nataka kutembea na watu wangu, mimi namuelewa kabisa, kwa sababu ili kuondoa hizo excuse, ulimtaka kocha wa makipa huyu hapa, ulimtaka studio video analyst huyu hapa, ulimtaka nani huyu hapa. Tukishakamilisha kila kitu, tutakaa katika makochi yetu na kunja 4, tunasubiri kuona nini ambacho mnafanya. Lakini kama atakuja mwalimu na kibegi chake kimoja cha mgongoni na begi moja la kusukuma, tukaenda pale kapokelewa, kocha kaja, yeye kaja hapa, sio anamkuta nani. Justa likitokea lolote, huyo mwalimu hapaswi kulaumiwa. Inawezekana labda alidemand hivyo vitu, labda watu wa kumfuata, lakini pia inawezekana yeye haamini katika vitu hivyo, kwa sababu unaona kama nani Gamondi atemena nani Ndao popote ukapomona Gamondi Ndao utamuona, sio ushaona? Na tumeona hata kwa Simba Fadlu avoondoka, ameondoka na kundi kubwa la watu ambao alikuwa amekuja nao. Kwa mpira wa kileo ndio uko hivyo. Okay. Kwa nitakuja hapo, lakini na watu wangu 7. Kama hawa hawezi, siwezi kwenda mimi peke yangu, kwa sababu au mtakaonipa isiwaamini. Basi sawa, kama vile makocha wanapoondoka na watu wao, na mimi naondoka na watu wangu. Hadi mkenge ni mtu wako. Haiwezekani. Kwa nini tunaondoka hivi? Njoo tuondoke bwana. Mimi inabidi niondoke na watu wangu leo hii. Shukrani sana. Bwana, PMBet ndio mchongo. Striker aliyegongwa na mpira. Yaani kama jana nilibeti kupitia PMBet wewe ufunge. Jana ni kwa Starboy. Wewe nani kwanza alikualija kuja kwenye mechi ile? Umekuja kuleta mizengwe pale. Na nimeitazama.